almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na wana ni pambo la maisha na uhai wa dunia. Lakini ndugu zangu katika imani, kwa hawa watoto, mwana kupawa na Mola wako, alwaladu ama alauladu minhatun au mihnatun. Watoto unaopawa na Mola wako ni mawili. Ni ima mtoto iwe ni tunu kwako, ni ima mtoto iwe ni mtihani kwako. Na pia kwa lugha nyingine tunaweza tukasema wana ni tunu kutoka kwa Mola wetu, na wana ni mitihani kutoka kwa Mola wetu. Ndipo mmoja alimuuliza Hasan al-Basri katika tahnia anil mauludi, kumezaliwa mtoto. Sasa kutaka ile kutoa tahnia, kama kutaka kumpongeza kwa kule kupata mtoto, akamwambia nisemeje? Akamwambia sema, Allahumma ja'alahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad. Mungu akufanyie mwanako kuva mwana wa baraka kwako na mwana wa baraka kwa umma wa Muhammad. Lakini huwezi ukapata mtoto ikawa kwako si baraka, na huwezi ukapata mtoto ikawa kwa watu si baraka. Si wako watoto kwa dunia ya leo wanaotutingisha mitaa na miji, mpaka watu saa zote wakawa humnena na kumsemanga mwana wa fulani, ikawa mzazi hauna raha. Akipita tu yeye watu wajua ya kwamba hapo kuna kitu kitakosekana. Akipita tu hapo kuna kitu kitaharibika, kwa uharibifu ambao kwamba ako nao kwa kiumbe kama hicho au kijana kama huyo. Lakini saa zote mwanadamu ni ainue mikono kwa Mola wake kwenye kuomba kwake, ni Mungu ampatie mtoto aliyemwema na mwana ambaye kwamba atakuwa baraka kwake na baraka kwa umma wa Muhammad. Ndugu zangu katika imani, sasa wana tumepawa na tuna masuhulia ya watoto wetu kama wazazi. Na nikisema wazazi na kusudia baba na mama. Na sote yafaa tufahamu ya kwamba al-abau aqrabu an-nasi ila al-aulad. Wazazi baba na mama ndio wakaribu zaidi na wanaostahiki kuwa karibu zaidi na watoto wao. Ingawa kwa dunia leo hayo yamekuwa ni machache na kuna upungufu kwa hayo. Leo hatuketi sana na watoto wetu. Leo hatuna sana urafiki na watoto wetu kutaka kujua watoto wetu wana matatizo gani. Lakini wanazuoni waheshimiwa wasema hakuna anayestahiki kuwa karibu zaidi na mtoto au watoto kuliko wazazi. Na wakastadili katika Qur'ani tukufu kwa kunena kwa Mwenyezi Mungu kupiga mfano kwa kusema ya kwamba fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Na pindi mtakapomaliza ibada zenu za haji, mtajeni Allah tabarak wa taala kwa wingi mithili mnavowataja baba zenu na wazazi wenu, na mumtaja Allah tabarak wa taala zaidi na mno kuliko hata kuwataja wazazi wenu na baba zenu. Wakati wa zamani watu walikuwa wakijifakhiri kwa nasaba za baba zao, ilikuwa ndio gumzo mitaani kwa watu kujifakhiri kwa nasaba zao na baba zao. Mwenyezi Mungu akapiga mfano akasema, mkimaliza ibada zenu za haji mtajeni Allah tabarak wa taala mithili mnavopenda kutaja nasaba zenu na baba zenu, lakini mtajeni Allah tabarak wa taala zaidi na mno kuliko hata kuwataja baba zenu na wazazi wenu na nasaba zenu. Hapa wanazuoni wasema ya kwamba Mwenyezi Mungu kwenye aya hii akapiga mfano huo kwa kuonesha kwamba hakuna aliye karibu zaidi kwa mwana kama mzazi wake. Lakini leo
Matatizo ya watoto wetu yanatatuliwa na watu wengine. Matatizo ya familia zetu zinatatuliwa na watu wengine. Mtoto wako na wangu huwa wana matatizo, lakini hawezi kukabili baba akakueleza. Huketi kwa uoga wake na mpaka mambo yakaharibika na mpaka mambo yakachefuka. Mfano mzuri katika kuliweka wazi hili, na mfano mwenyewe si mfano mzuri ni jambo ambalo kwamba si zuri, lakini asema baba mmoja, nilipigiwa simu na mke wa jirani yangu kwa kunambia ya kwamba alipoingia kwangu nyumbani kwenye rumu ya mtoto wangu, kusudio la leo tuseme kama family friends, asema alishtuka na kushtushwa alipoona suruali ya mtoto wake wa kiume, suruali ya shule, ina haja kubwa, ina athari na mabaki ya haja kubwa. Asema huyu baba, lilinishtusha hilo, nikamkabili mwanangu, ulikuwaje skuli? Mbona hali imefikia mpaka hapa? Akamwambia babake ya kwamba kuna kijana fulani wa vilasi vya juu ananifanya mimi tabia mbaya. Ina maana masiku na miezi imepita, hichi kitendo huendelea, na haya ni mambo yapo. Lakini kwa kutoketi chini wazazi kutaka kujua watoto wao waenda vipi na mambo yaenda vipi, imefika mpaka kijana kwa ni chronic. Imefika mahali mpaka kijana sasa hakuna tena namna, ile kazi shamingia damuni. Licha kutakiwa yeye kwenye kufanywa, yeye ndio humtafuta mtu amfanye. Linginelo kama hili ni haya yaliyotokea katika wiki hii tulionayo. Na asili ya khutba za Ijumaa ni kuangaziwa matatizo yanayotokea katika jamii. Ingawa ulimwengu wetu wa leo una taabu na dhiki, na hususan Waislamu ambao kwamba hawataki kukosolewa, hutokea jambo waweza ukalipigia mfano. Kwa ule mfano kupiga, lengo huwa kutahadharisha watu na kutia watu tanabuhi kwa mambo yanayoendelea. Lakini huweza mtu akazungumza akapiga mfano, ukasikia kisha kwenye komenti mmoja huandika, unao shahidi wa hilo? Hayo mtila wakala, hayo wasema tu wao wayajua kwa uhakika au umeyasikia. Lakini hatuwezi kupiga mifano tukataka kuweka bayana kwa kila kitu, itakuwa sasa mpaka tutajane majina. Na kutajana majina sheria yetu turuhusu kwa hilo. Hatuwezi kuja hapa tukapiga mfano tukanena sehemu fulani, nyumba fulani, tukitaja mpaka nyumba ushafahamu ya kwamba huyo fulani. Lakini watu huudhika kwa dunia ya leo kwa mifano wanaopigiwa, lakini kikubwa kinachotakikaniwa ni sisi tukisikia jambo limetokea au litatokea, ni sisi kuwa na tahadhari, kuangalia haya mambo tutayapeleka vipi, haya mambo tutayazuia vipi.